Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta anayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri ya ndoto inayohusiana na maji. Nakuletea elimu uweze kufahamu tafsiri ya ndoto zinazohusiana na maji. Haijalishi yawe maji ya bahari au maji ya kwenye kisima au maji ya kwenye mto au maji ya mvua. Je, ni elimu gani ambayo nakuletea hapa inayohusiana na maji? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Ndoto ya kwanza. Ukiota ndoto mvua inanyesha, tafsiri ya ndoto hii maana yake ni neema. Unaenda kuwa mtu wa mafanikio juu ya kile ambacho unakifanya. Na kama ulikuwa ni mtu ambaye unapitia shida, unapitia mitihani, unapitia majaribu katika maisha yako, nafsi inaumia kutokana na mateso ya mitihani na dhiki unazopitia, basi tafsiri ya ndoto hii, ukiota mvua inanyesha, maana yake unaenda kuwa mtu wa mafanikio, na ni ishara ya bahati katika maisha yako, na ni ishara unajuzwa kuwa unaenda kuwa mtu wa mafanikio katika kile ambacho unakifanya. Na kama mvua itakuwa inanyesha pahala pako tu, au mvua inanyesha kwa matabaka, pahala fulani tu ndio mvua inanyesha, basi tafsiri ya ndoto hii maana yake ni baraka na neema katika eneo hilo. Ndoto ya pili. Kama unaota mvua inanyesha na mvua ile imeleta mpaka hali ya mafuriko, tafsiri ya ndoto hii ni ishara mbaya, ni ishara ya mikosi, ni ishara ya shida. Ukiona mvua inanyesha mpaka mafuriko yanatokea, basi ishara ya ndoto hii au maana ya ndoto hii ni mikosi. Unajuzwa ya kwamba unaenda kuingia kwenye shida, kwenye dhiki na kwenye mitihani, na unaenda kuwa mtu wa matatizo. Ndoto ya tatu. Ukiota ndoto mvua inanyesha, na katika ile mvua baada ya kunyesha yakatokea mafuriko, na yale mafuriko yanapita maji machafu, sio maji meupe. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba utapata maradhi, na maradhi haya yatakuwa ni ya muda mrefu sana katika maisha yako, na maradhi utakayoyapata yatakuwa sio yenye kupata tiba. Ndoto ya nne. Ukiota ndoto nyoka anapita katika maji au samaki yupo ndani ya maji, au unamuona mdudu fulani yupo ndani ya maji, tafsiri ya ndoto hii maana yake ni neema itaenda kukushukia, na baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi zimekaribia kukufikia. Kwa hiyo utaenda kuwa ni mtu wa mafanikio. Kama ulikuwa unapitia mitihani, unapitia dhiki, shida, unapitia majaribu, nyakati ngumu, basi unaenda kuondokana na hizo nyakati za matatizo na unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Ndoto ya tano. Ukiota ndoto mvua inanyesha ukiwa ndani ya safari, au unaota ndoto mtu yupo ndani ya safari alafu mvua inanyesha,
Tafsiri ya ndoto hii kwamba ni ishara ya vikwazo katika hiyo safari. Kwa hiyo ukiota ndoto mvua inanyesha, upo ndani ya safari au mtu yupo katika safari, unajuzwa ya kwamba safari hiyo itakuwa ni yenye vikwazo na itakuwa ni yenye matatizo. Ndoto ya 6, ukiota ndoto mvua inanyesha, hiyo ni baraka kubwa sana na ni kheri kubwa sana kama mvua inanyesha bila mafuriko. Na ukiota ndoto pia mvua inanyesha, lakini ile mvua inayonyesha ni mvua ya asali au ni mvua ya maziwa. Yaani unaota ndoto mvua inanyesha, lakini kile kinachoshuka kutoka katika mawingu ni asali, au kile kinachoshuka kutoka juu ya mawingu ni maziwa, yaani mvua inanyesha ya maziwa. Tafsiri ya ndoto hii ni baraka kubwa sana katika maisha yako. Na tafsiri ya ndoto hii ni neema. Unajuzwa kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio juu ya kile unachokifanya. Na kama wewe ni mtu ambaye ulikuwa unapitia mitihani, unapitia dhiki, unapitia shida, basi unajuzwa ya kwamba unaenda kufanikiwa. Ndoto ya 7, ukiota ndoto wewe umelala na umegeuka, umekuwa mto, yaani inamaanisha mto unapitisha maji. Tafsiri ya ndoto hii maana yake uhai wako ni mfupi sana, huna muda mrefu utakuwa ni mtu wa kufa. Ndoto ya 8, ukiota ndoto umeuona mto na umefika ndani ya ule mto ukaanza kuchezea yale maji. Tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Na kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinakusumbua muda mrefu, unakipigania, unakipambania, kilikosa suluhisho, basi kitu hicho, maana ya ndoto hii ukiota ina maana unaenda kupata ufumbuzi na suluhisho juu ya kitu ambacho ulikuwa unakipambania na kinaenda kufanikiwa. Na maana ya ndoto hii pia, ukiota upo ndani ya mto unaogelea, maana yake pia utapata ajira kama ulikuwa huna ajira, au kuna kitu ambacho ulikuwa unakitegemea, ulikifanya kwa muda mrefu ukakosa majibu yake, ina maana unaenda kupata matokeo mazuri juu ya kile kitu ambacho ulikuwa unakisubiria kwa muda mrefu. Na ukiota ndoto unaruka juu ya mto kutoka ng'ambo hii kwenda ng'ambo nyingine, tafsiri yake pia ina maana unaenda kuepukana na majanga, unaenda kuepukana na dhiki na matatizo ambayo yanakusumbua. Na maana nyingine ya kuota unauona mto ni ishara ya kwamba utapata safari ya kusafiri. Ukiota ndoto mto unatawanya maji kwenda eneo fulani au nchi fulani, tafsiri ya ndoto hii ni neema na ni baraka kubwa sana. Maana ya ndoto hii, hiyo nchi ambayo umeiotea, maji ya mto yanaenda kuifikia hiyo nchi, basi tafsiri ya ndoto hiyo atapatikana kiongozi mwema na mwadilifu na mwenye kupenda wananchi wake, na hiyo nchi itakuwa ni yenye baraka na yenye mafanikio makubwa sana. Na kama utaota pia mto umeenda pahala fulani, aidha katika nyumba yako, basi ni neema kuona maji ya mto yanachuruzia maji hayo
katika nyumba yako au katika nchi fulani au eneo fulani, hiyo ni baraka kubwa sana, ni ishara ya mafanikio. Unaota mto unachuruzisha maji katika nchi fulani au pahala fulani, watu wanakuwa na furaha na yale maji, wengine wanakoga kwa furaha na wengine wanatawadha, wanachukua udhu kwa ajili ya kufanya ibada, na wengine wanayatumia yale maji kwa ajili ya kupikia vyakula wakiwa na furaha. Basi maana ya ndoto hiyo ni baraka kubwa sana katika hiyo nchi. Itakuwa ni nchi yenye mafanikio, ni nchi yenye amani, na kiongozi wa nchi hiyo atakuwa ni mwadilifu. Na kama ni nyakati za ugombea, basi unajuzwa kwamba katika nchi yako, basi ikitokea hali hiyo ya mtu kuchuruzisha maji, basi nchi yako itakuwa ni yenye amani na atapatikana kiongozi mwadilifu na mwenye upendo mkubwa zaidi kwa wananchi wake. Na vile vile ukiota mto unachuruzisha maji na maji yanaingia mtaani na kuanza kuleta mabalaa, mafuriko, watu wanapata shida, watu vitu vyao vinaharibika, basi kinyume cha ndoto hiyo pia ni mabalaa. Ina maana kiongozi wa nchi hiyo, ina maana kupitia uongozi wake atatokea matatizo kwa wananchi wake, au watu watapata mitihani mikubwa sana katika hiyo nchi. Kama utaota mtu unachuruzisha maji na yale maji yanaleta matatizo, hayaleti furaha. Ndoto ya 9, ukiota ndoto unakoga maji machafu. Tafsiri ya ndoto hii, unajuzwa ya kwamba unaenda kuingia kwenye matatizo na mitihani na shida kubwa sana. Maana nyingine pia ya ndoto hii, kuota upo ndani ya maji machafu au unakoga maji machafu, tafsiri yake unajuzwa na Mola wetu mlezi kwamba wewe ni mtu ambaye unatenda madhambi na unatenda maasi yasiyompendeza Mola wetu mlezi. Unajuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ubadilike, uende katika kundi la waja wema na uwe mtu mwema katika jamii iliyokuzunguka, la sivyo utaingia katika matatizo makubwa sana. Utaishi maisha yenye shida kiasi cha kwamba kuna wakati utajihisi kama una laana. Ndoto ya 10, ukiota ndoto mto unatiririsha maji katika nyumba yako, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba riziki zako zitaongezeka na vile vile utaenda kuwa mtu wa mafanikio kwa kile unachokifanya, na kile ambacho unachokipambania usiku na mchana kitaenda kufanikiwa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoto ya 11, ukiota ndoto kuna dalili ya mvua lakini mvua hainyeshi na radi zinakuwa zinapiga, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba kuna majanga yatakuja kutokea na kuna matatizo mazito yanakuja kutokea katika maisha yako. Lakini kama unaota mvua inapiga pamoja na radi kwa pamoja, tafsiri ya ndoto hii ni kwenda kufungukiwa riziki zako na kwenda kufungukiwa majambo yako, na kile ambacho ulichokuwa unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku na mchana, basi kinaenda kufanikiwa. Ndoto ya 12, ukiota ndoto mvua inanyesha na ule upinde ambaye unakuwaga kama unaonekana hivi katika mawingu umetanda, ule upinde wa rangi tofauti hivi, kama wa kijani, kama wa njano. Ukiona upinde ule na huku mvua inanyesha, basi tafsiri ya ndoto hiyo ni neema na baraka kubwa itashuka katika maisha yako. Na ukiota ndoto hivyo hivyo, ule upinde wa mvua wakati inanyesha na ule upinde ukawa ni mwekundu,
basi ishara ya ndoto hiyo unajuzwa ya kwamba ni mikosi pamoja na mabalaa yatatawala katika maisha yako. Ndoto ya 13. Ukiota ndoto unaogelea katika maji na maji hayo ni machafu, ishara ya ndoto hii ni matatizo pamoja na mitihani. Na vile vile ukiota pia unaogelea ndani ya maji na unapiga mbizi, tafsiri ya ndoto hii na maana yake kifo chako kipo karibu. Ni ishara ya kifo chako hakina muda mrefu. Ukiota ndoto hiyo unapiga mbizi katika maji na maji hayo ni machafu, basi ishara ndoto hiyo ni ishara ya kifo chako. Na kama ni mtu ambaye ulikuwa unafanya biashara, basi biashara yako haitaweza kuwa ni yenye mafanikio. Utapata mitihani na hasara kupitia biashara unayoifanya. Ndoto ya 14. Ukiota ndoto umetupwa katika maji na ukaibukia ng'ambo nyingine, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba mambo yako yanaenda kufunguka, yale ambayo ulikuwa unayatarajia kwa muda mrefu, na unaenda kuwa mtu wa mafanikio juu ya kile ambacho unakifanya. Na ukiota ndoto upo ndani ya maji ukashindwa kuogelea, tafsiri ya ndoto hii mambo yako yatakwama. Kile kitu ambacho ulichokuwa unakitarajia kukifanya basi hakitaweza kufanikiwa, na vile vile utapata hasara na utakuwa ni mtu wa mitihani. Na maana ya ndoto hii nyingine ya kuogelea alafu ukashindwa ukazama ndani ya maji, tafsiri yake pia kama ulikuwa na kesi, maana yake kesi utashindwa na utafungwa. Na tafsiri nyingine ya maana ya ndoto hii pia ni ishara ya kifo chako, kwamba utakuwa na muda mrefu utakufa, au aidha utapata maradhi na utakufa, au utakuwa na muda mrefu wa kuishi. Ndoto ya 15. Ukiota ndoto unaogelea katika mto mkubwa wa maji, tafsiri ya ndoto hii utakuja kupata matatizo makubwa sana mbeleni katika maisha yako. Utakuja kupitia mitihani pamoja na dhiki pamoja na shida. Ndoto ya 16. Ukiota ndoto unaogopa kuogelea katika maji, tafsiri ya ndoto hii, kama wewe ni mtu mwenye wadhifa serikalini au ni mtu mwenye wadhifa katika mamlaka fulani, tafsiri ya ndoto hii ni kwamba unaenda kupata anguko juu ya cheo ulichonacho, unaenda kuvuliwa cheo chako na atapewa mtu mwingine. Ndoto ya 17. Ukiota ndoto upo ndani ya bahari na unaogelea pasipo kusuasua, pasipokuwa na shaka ya aina yoyote wala shida ya aina yoyote, tafsiri ya ndoto hii ni ishara nzuri na ni ishara ya bahati nzuri. Unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio na unaenda kufanikiwa. Kama ulikuwa na matatizo, una dhiki, una shida, una majaribu ambayo huoni njia ya kutokea, basi shida hizo na hayo majaribu pamoja na dhiki yanaenda kuangamia na unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Ndoto ya 18. Ukiota ndoto unashindwa kuogelea ndani ya maji, unajikuta unaogelea katika mchanga, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba utafungwa jela. Haijalishi ni mtu mwema au sio mtu mwema, utapata hata kesi, utasingiziwa, utaenda jela. Na kama ulikuwa na kesi pia unajuzwa ya kwamba hiyo kesi utaweza kushinda, basi utaozea jela. Na maisha yako ya jela utakayofungwa yatakuwa ni maisha yenye shida, yenye dhiki, na yatakuwa ni magumu sana.
kama ambavyo ulivyokuwa unaogelea kwa shida katika mchanga. Ndoto ya 19. Ukiota ndoto unaogelea katika maji masafi, aidha katika kisima, aidha katika mto, aidha katika bahari, na wakati unakoga huna hofu yoyote wala hukwami na uonyeshi kushindwa kuogelea. Tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Utakuwa ni mtu mwenye bahati kubwa sana juu ya kile unachokifanya. Na ukiota ndoto pia unazama ndani ya maji, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba utapata kesi na utafungwa jela. Na ukiota ndoto umezama ndani ya maji na ukaokolewa, tafsiri ya ndoto hii utapata mafanikio makubwa sana. Na ukiota ndoto pia umezama ndani ya maji na umekufa, tafsiri ya ndoto hii ni ishara mbaya. Kama ulikuwa na kesi basi utafungwa, na vile vile kama huna kesi basi utaenda kupitia mitihani mingi sana katika maisha yako. Mitihani ya dhiki na mitihani ya majaribu itakuwa inakuandama katika maisha yako. Ndoto ya 20. Ukiota ndoto unatembea juu ya maji na wala hauzami katika yale maji, tafsiri ya ndoto hii unaenda kufanikiwa. Ni ishara nzuri ya mafanikio yako na ni taarifa nzuri juu ya baraka za mafanikio yako. Na ukiota ndoto vile vile unaogelea katika maji, na maanisha maji masafi ya baharini, na wakati unakoga lakini yale maji hayana purukushani ya ugumu wa aina yoyote, pia ni ishara ya mafanikio yako kwamba unaenda kuwa mtu wa mafanikio. Ndoto ya 21. Ukiota ndoto unaogelea katika bahari na ukaogelea kwa muda mrefu na ukavuka mpaka ng'ambo ya pili, au unaogelea katika mto, wakati unakoga ndani ya ule mto na ukavuka mpaka ng'ambo ya pili bila madhara ya aina yoyote, bila mtihani wa aina yoyote, tafsiri ya ndoto hii unajuzwa ya kwamba unaenda kufanikiwa katika maisha yako. Unaenda kuondokana na dhiki na mitihani inayokwamisha mafanikio yako. Kama unasumbuka na mitihani ya hapa na pale katika maisha, unatafuta kazi lakini kazi hupati, na ukipata kazi vile vile unakuwepo unadharaulika na haudumu katika kazi na unafukuzwa kazi. Na vile vile kama unasumbuka na mitihani ya kukosa riziki kupitia biashara unayoifanya, na unasumbuka pia na mitihani ya mahusiano ya ndoa baina yako wewe na mke, na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota, dawa za kupandisha nyota, upendwe kila kona dunia utakayopita, kama unahitaji dawa za mafanikio za kuvunja maagano ya kichawi na maagano ya kishetani, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio, unasumbuka na dhiki, unasumbuka na shida, unasumbuka na mikosi, unahitaji kuiondosha hiyo mikosi, basi Daktari Musa, kama unavyoona hapo ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa. Kuna dawa za mivuto ya biashara, kuna dawa za mivuto ya mapenzi, kuna dawa ya kupandisha nyota yako na kusafisha nyota yako, kuna dawa ya kuvunja maagano ya kichawi, na vile vile kama unahitaji pete za mafanikio, na maanisha pete za bahati zenye kuendana na nyota yako, na kama unahitaji vile vile pete za majini, pete ambazo zenye kufanyiwa kafara za wanyama kadha wa kadha, pete zenye kuvuta mali na utajiri, pete za kukupa kibali cha kupendwa kila kona dunia utakayopita, uwe na mvuto, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu
lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.